Takriban miezi 12 ongezeko la vyakula limeongezeka asilimia 3.81 kutoka asilimia 3.34. Na hapa twende tukamsikilize mtakwimu mkuu wa kitengo cha bei ndugu Hassan Jamal Hassan, ambapo ameweza kuwasilisha juu ya ongezeko la bei za vyakula Zanzibar. Jina langu ni Abdrahman Awesi, lakini nyuma ya kamera ni Jabi Ridwan. Faharisi za bei za bidhaa zisizo za chakula zimeongezeka na kufikia 109.00 kwa mwezi wa Disemba 2025 ikilinganishwa na 106.30 iliyorekodiwa katika mwezi wa Disemba 2024. Bidhaa zilizopelekea kuongezeka kwa mfumuko wa bei wa mwaka ni pamoja na mchele wa Mbeya ambao ni asilimia 12.39, mkate wa Boflo ambao ni asilimia 3.79, samaki ambao ni asilimia 6.77, mafuta ya kupikia aina ya sunflower ambayo yameongezeka kwa asilimia 12.27, mafuta ya kupikia aina ya oki ambao yameongezeka kwa asilimia 6.08, ndizi ya mkono mmoja asilimia 23.59, ndizi ya mtwike asilimia 15.19, gesi ya kupikia asilimia 0.32, mafuta ya diesel asilimia 1.80, mafuta ya petroli ambao nayo yaliongezeka kwa asilimia 1.44. Na hili ni jadwali ambalo linaonyesha takwimu za bidhaa za chakula na zisizo za chakula. Tunaona mabadiliko kwa mwaka katika bidhaa za chakula kama tulivyosema yameongezeka kwa asilimia 5.44, na bidhaa zisizo za chakula pia zimeonekana kuongezeka na kufikia asilimia 2.54, na ujumla mfumuko wetu wa bei umefikia asilimia 3.81. Mfumuko wa bei kwa mwezi wa Disemba 2025, mfumuko wa bei wa Disemba 2025 umeongezeka na kufikia asilimia 0.82 ikilinganishwa na asilimia hasi 1.04 iliyorekodiwa katika mwezi wa Novemba 2025. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula na vinywaji visivyo na kileo kwa mwezi wa Disemba 2025 umeongezeka na kufikia asilimia 2.00 ikilinganishwa na asilimia hasi 2.72 iliyorekodiwa katika mwezi wa Novemba 2025. Bidhaa zilizopelekea kuongezeka kwa mfumuko wa bei wa mwezi ni pamoja na mchele wa Mbeya ambao umeongezeka kwa asilimia 2.10, ndizi ya mkono mmoja ambao imeongezeka kwa asilimia 3.42, ndizi ya mtwike ambayo imeongezeka kwa asilimia 15.65. Na hili jadwali namba 3 ambalo linaonyesha wastani wa mabadiliko ya bei kwa mwezi na mwezi na kwa mwaka na mwaka, kama tunavyoona bidhaa zetu hizo ambazo ni muhimu zilizopelekea kuongezeka kwa mfumuko wetu wa bei kwa mwezi Disemba 2025. Na hili jadwali linaonyesha wastani wa bei na mabadiliko kwa mwezi na mwaka, ambao hizi ni bei za samaki. Tunaona katika mwaka na mwaka tukiangalia 2025 Disemba na 2024 Disemba, mfumuko wa bei kwa ujumla umeongezeka na kufikia 6.77, lakini ukiangalia mabadiliko kwa mwezi, mfumuko wa bei za samaki kwa ujumla umeshuka na kufikia asilimia 1.39. Kwa niaba ya wafanyabiashara wa ndizi katika soko la Kibanda Maiti, ndugu Muhammad Hakim Juma amesema bei za ndizi zinaongezeka kutokana na usumbufu wa upatikanaji wa usafiri kwa wakati katika kusafirisha ndizi kutoka kisiwani Pemba. Changamoto ya mwanzo, kwanza wakulima wananunua ndizi hali huko wanakonunua, alafu ketuletea sisi hapa, hata kama ndizi ni ya bei rahisi kidogo, lakini wataka pesa wafidie, kwa sababu kuna mambo ya ushuru, shafahamu kuna mambo ya manunuzi yale, alafu kodi zile, kama mambo ya gari zile. Sasa ingine inawezekana pengine ndizi kanunua rahisi, lakini hata kifika hapa ishamgharimu. Sasa kama atakuwa ananunua bei kidogo, anakuwa hakubali, mwenye hariziki. Hata ndizi kama imefika 10,000 lakini kwambia nipe 15,000, shafahamu Halafu pia kuna changamoto nyingine, kwa sababu kuna ndizi nyingine zinatoka ngambo ya pili, yani kisiwa cha pili Pemba. Kisiwa cha pili Pemba kule ndizi inabidi mpaka ivushwe, alafu ndio ifike hapa. Sasa yule kuvushwa kule gharama zinakuwa nyingi, alafu nyingine kuna meli moja tu. Inawezekana ndani ya wiki zinaingia meli mbili. Ndani ya wiki zinaingia meli mbili. Ndani ya wiki, kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu inatakiwa, kwa vile sisi kuna watu kila siku wanataka ndizi huku. Kuna kupitia sisi wenyewe raia tu humu, kuna watu wazungu wale wanakuja na wanahitaji ndizi. Ushafahamu
Kwa hiyo inabidi kama vile ndizi zitakuja wiki pengine kwa siku 2 hazitoshelezi ukilinganisha na vile mahitaji yanakuwa mengi, shafahamu. Sasa hizo changamoto hizo zinatusumbua sana. Sasa mimi ningependelea serikali ikiwezekana wangeboresha kule Pemba nako ungekuwa kuna meli za kutosha ndani ya wiki, angalau zisipungue japo siku 4. Lakini wiki nzima pengine siku 3 tu. Sasa ni matatizo. Kwa hiyo inabidi waambie wafanyabiashara walikuwa wanahusika na mambo ya meli, waongeze meli kutoka Pemba zinakuja hapa ili na sisi tupate kufaidika wauzaji ndizi. Hapo kidogo bei za ndizi zinaweza zikashuka kidogo nafuu. Mtu akija akihitaji pengine chana ndizi ya shilingi 3000, unaweza kumuuzia 2000, 1500, lakini kinyume na hivyo ni wakati mgumu sana kuwa nao sisi. Kwa hiyo ina maana yale malipo mengi. Kwa hiyo tunaiomba serikali, kwanza ile tunaomba serikali kwamba wapunguze malipo, kwa sababu hizi biashara za kinyonge, ili kumkomboa mkulima lazima waangalie. Kwa mfano kama kilimo watu wasitoze ushuru, waachie watu wafanye biashara. Zanzibar wapaji watoze kidogo tu, huku wakishafika huku watu waonyeshe risiti tu basi. Kishalipa Pemba, akija hapa akionyesha risiti, bana mimi nimelipa Pemba iwe basi. Lakini sio kule Zanzibar ni moja, inakuwaje tena Pemba alipe alafu akija akifika Unguja alipe tena. Sasa hii mantiki hii wafanya biashara inaumiza sana. Kwa naomba serikali iangalie kwa makini wafanya biashara, sababu lengo la Mheshimiwa Rais ni kwamba watu wafanye biashara wajiendeshe na hiyo mikopo wanaopewa ili waendeshe. Lakini sasa wakishapewa mkopo alafu mazingira ya ile biashara yenyewe kwamba makodi mengi, ina maana hata ile mikopo watashindwa kuirejesha. Kwa ushauri wangu kwa serikali, Mheshimiwa Rais anafanya juhudi kubwa sana kuwanyanyua wafanya biashara, na mikopo tunapewa alhamdulillah, lakini kodi hasa ndizi zinazotoka Pemba, sababu ndizi za Unguja hazina kodi. Zikitoka shamba moja kwa moja mpaka mjini, hakuna kilimo, hakuna manispaa. Wakifika hapa wanauza, lakini wale wa Pemba ndio wanaumia. Kutokana na hali ya changamoto za bei, wakati huu ni wakati wa makulima. Kwa hiyo msimu wa mavuno umeisha. Kwa hiyo michele ni wakati huu kupanda mpaka utakapofika mwezi wa 3, mwezi wa 4 ndio mavuno yataanza. Kwa hiyo michele saizi imekuwa ni adimu. Kwa hiyo kila siku michele inazidi kupanda bei. Tulitoka kuanza michele 2200, 2300 tukiwa tunauza, lakini sasa michele bei ya mwanzo ya chini inaanza kupatikana 2600, 2800. Tena michele yenyewe ni ya wastani ya hali ya chini kabisa. Michele ambayo ni mizuri ni kuanzia 3400, 3500. Hizo ndo bei za nini. Kwa changamoto, kwa hiyo hali ya saizi ya michele ya bei ya Mbeya ni bei ya juu. Ama bei ya michele Mapembe alhamdulillah imeshuka, iko vizuri kabisa. Wengi saizi hiyo michele ya Mbeya imekuwa ni changamoto uuzaji wake, kwa sababu wameshazoea michele ya Mbeya kinunua 2200, 2400. Hapo wengi walikuwa kinunua, lakini sasa kutokana na hali ya michele wengi wamerudi kwenye Mapembe. Kutokana na hali ya bei ilivyokuwa michele ya Mbeya, ni wachache saizi wanaoingia kwenye michele ya Mbeya. Kwa hiyo hata ule uzaji wake na sisi kidogo umekuwa ni mgumu. Mbeya bei yake saizi gunia bei ya chini inaanza 2700 mchele wa bei ya chini, wakati ni mchele ni wa chenga. Wakati hapo mwanzo ulikuwa 110,000, 150,000 ndio wastani ya nini bei zake, lakini sasa kuanzia bei ya chini inakuja 125,000, 130,000 ambao ni mchele wa bei ya chenga kabisa. Biashara maoni ni ngalau wakifika hapo bandarini ngalau tupunguzie ushuru ndio kidogo, na sisi ukifika hapa tutapata wepesi ngalau ile nini, lakini ukianza kutoa hapo ushuru pengine gari unalipia 1500, bandarini hapo gunia unalipia. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kidogo, lakini kama tukija hapo tumeleta chakula ndani ya nchi yetu, tunatakiwa tupate unafuu. Kwa kweli saa hizi kutokana na hali ya kibiashara, biashara imekuwa ngumu, tena ngumu sana, kwa sababu takriban vitu 98% mpaka 99% vitu vyote sasa vimeelekea katika hali ya kupanda. Kwa mfano kama tukiangalia upande wa mafuta hapa, mafuta dumu kubwa ilikuwa mtu ananunua mpaka 59,000 yakashuka mpaka 58, lakini sasa hivi unakuta kwa urahisi ukienda katika duka la jumla unachukua mafuta kwa 68,000. Kiangalia distance ambayo iliyopo hapo sasa hivi ni kubwa sana, haipungui chini 9,000 mpaka 8,000 ambayo imepanda. Kwa hiyo sasa hivi kiupande wa biashara imekuwa ngumu kiupande wetu sisi, hata wafanya biashara ambao tunawauzia vitu pia imekuwa vigumu, kwa sababu mtu anapokuja kununua kitu biashara ikiwa imepanda, hata mwenyewe ununuaji wake kidogo unakuwa unapungua. Hawezi kuchukua wingi ambao ananunua tokea zamani
lazima atapungua kwa sababu ya kuogopa biashara. Akichukua mzigo mwingi ndani unakuja kumbumia, anaogopa mara za kushuka. Lakini saizi ushapita muda mrefu sana, biashara bado ipo juu. Sukari, michele saizi ukiangalia yote vipo juu. Kwa kweli ongezeko la bei sasa hivi imeelekea kama mwezi mmoja na nusu naweza kusema, kwa sababu yani imefika wakati mpaka saizi hizi bei ishakuwa kama rasmi saizi, kwa sababu kuna ile inatokea, kuna kipindi labda utasema Ramadhani inakuja hiyo bei inaongezeka kidogo, lakini saizi imedumu muda mrefu, bei imesimama hapo hapo, haieleweki kama itashuka ama itapanda. Kama itashuka itashuka lini haieleweki, kiasi ya kwamba saizi tumesha kwenda tena bana, saizi ndio hali ni ngumu tu. Nadhani mpenzi mtazamaji wa Asam Online TV, tumepata kusikia vilio mbalimbali za wafanyabiashara wa soko la Kibanda Maiti juu ya kupanda na kushuka kwa bei za vyakula. Hii ni Asam Online TV, jina langu ni Abdurrahman Awesi na nyuma ya kamera ni Jabi Rizwan.